Leo ni siku nyingine hapa msibani kwa marehemu Hawa ambaye alikuwa India kwa ajili ya matibabu, lakini Mungu amempenda zaidi, ambapo muda huu magari yanaelekea uwanja wa ndege kwa ajili ya kwenda kuweza kupokea mwili wake, na kama unavyoona watu mbalimbali wakiwa wamejitokeza kwa ajili ya kuweza kushiriki kwenda kupokea mwili wa marehemu Hawa. Lakini kwenye gari hii unaona kaka yake mkubwa yupo hapa, naweza kuzungumza naye kidogo. Habari yako kaka? Salama, mambo? Safi kabisa, na pole kwa msiba. Asante, nishapoa. Labda utuambie utaratibu ukoje kuelekea kwa ajili ya kuweza kupokea mwili wa mpendwa wetu? Utaratibu, tumepata kosta mbili kwa ajili ya kina mama ambao watapenda wao kwenda, lakini yeyote tu ambaye ana uwezo wa kwenda na usafiri wake anakaribishwa, anaenda tu. Na baada ya kupokea mwili ukiwa unatokea uwanja wa ndege utaelekea wapi labda? Okay, baada ya kupokea mwili utakuja tu nyumbani moja kwa moja, utalala hapa. Kesho asubuhi utamkia msikiti wa Maamuru Upanga kwa ajili ya maandalizi, kuoshwa na kusaliwa, na saa 7 tutaenda kuzika moja kwa moja Kisutu. Maneno yako ni yapi kutokana na hizi siku tatu zimekuwa ngumu kweli kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa msiba huu mzito wa ndugu yetu ambaye ametangulia mbele ya haki Hawa? Kwa kweli sina maneno mengi zaidi ya kusema tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ndio aliyemuumba Hawa, ndio kamchukua na wakati wake ndio kwa ushafika. Sina cha kusema zaidi ya kumshukuru tu Mwenyezi Mungu. Pole sana, na tukumbushe jina lako. Naitwa Bashiri. Kaka wa marehemu Hawa akiwa amezungumza Bashiri, na muda huu anaelekea uwanja wa ndege kwa ajili ya kuweza kupokea mwili wa marehemu mdogo wake kwa namna moja. Lakini pia watu mbalimbali ambao wako hapa ni pamoja na msemaji wa familia ambaye ameteuliwa kuweza kuzungumza kwa niaba ya watu wengine. Pia tunaweza tukazungumza naye hapa, ngoja tuone jinsi ambavyo atatuambia utaratibu. Habari yako kaka? Namshukuru Mungu. Gabi, vipi? Safi kabisa, na pole kwa majukumu, pole kwa msiba mzito huu. Tunamshukuru Mungu tushapoa, lakini bado msiba ni mrefu, ila kwa uwezo wa Allah mambo yote yatakaa sawa. Labda utupe utaratibu mzima jinsi ambavyo umepanga kama msemaji wa familia. Utaratibu ukoje tukitokea hapa nyumbani? Kwanza hapa ndo tunatoka sasa hivi, magari kama unavyoona yameshajipanga. Kuna gari tu mbili Costa ambazo zitapakia watu. Ndo hizo ambazo nilikuwa nawasiliana nazo hapa sasa hivi. Wanakuja, tuingie kwenye magari, tuelekee airport. Kule tayari watu wengine wapo wanatusubiri kule, na sisi tunatoka hapa tukaungane nao kule. Kama wanavyojua saa hizi ni saa 6:34. Saa 7:55 mwili utakuwa umeshawasili. Ndio. Yes. Na ni kitu gani kingine ambacho kitaendelea baada ya kupokea mwili? Sasa hivi sisi tunaondoka, lakini hapo ndani dua zinaendelea. Wakina mama wanafanya dua, na baada ya salati Juma pia dua za kina baba zitakuwa zinaendelea. Sisi tukirudi hapa, mwili tukishaingiza ndani ni dua mpaka saa salatu maghrib. Baadaye dua zitakuwa zinaendelea. Baada ya salati isha dua zinaendelea mpaka usiku wa manane. Dhikri zitaendelea mpaka alfajiri. Tukisha swala alfajiri tutapumzika kidogo mpaka saa 2 saa 3 tutatoka kuelekea Maamuri pale kama tulivyotangulia kuongea. Basi tuendelea kushirikiana kadri taarifa zinazokuwa zinakuja. Asante sana. Bado tuko hapa msibani kama ambavyo unaona, lakini pia watu ni wengi ambao unaona hapa. Natamani kuongea na mdogo wa marehemu, natamani kuzungumza kidogo na mdogo wa marehemu, naye aongee kwa uchache kutokana na msiba huu mzito ambao tunao hapa, na tuko tayari kwa ajili ya kuelekea msibani kwa maana ya uwanja wa ndege. Kaka, kwanza pole sana kwa msiba. Asante ndugu yangu. Mambo vipi? Ningependa kulifahamu jina lako na ukaribu wako na marehemu. Mimi naitwa Ahmadi, marehemu ndo nafuatana naye. Akitoka kuzaliwa yeye ndo nafuata mimi. Msiba ni mzito na leo ni siku ambayo tunakwenda kupokea mwili wake uwanja wa ndege. Kama mdogo mtu, una neno gani la kuzungumza? Kipi unakikumbuka kwa marehemu dada yako? Cha kumkumbuka, tumuombee dua. Alikuwa ni mtu mwema tu. Mama B. Wakati anaendelea kuzungumza, na tutaendelea kuzungumza naye na kupata hisia zake kwa namna moja au nyingine. Mdogo wa marehemu, nafahamu kwamba magari yanazidi kuingia kwa ajili ya kuweza kuwachukua watu mbalimbali ambao wanawafariji wafiwa kuelekea uwanja wa ndege. Ndio.
Cha kusema ni kumwombea tu marehemu. Sawa. Na mara ya mwisho labda kuzungumza naye kama mdogo mtu, ulizungumza naye lini? Mlisema nini? Alikuambia kitu gani? Kitu gani ambacho kimebaki kama kumbukumbu kwako kaka? Kumbukumbu aliniachia marehemu ni upendo tu. Akiwa kule siku anaingia theater, maana mara mwisho niliongea naye anaingia theater. Sababu niko porini muda mrefu. Kwa hiyo kikubwa alichoniambia kati anaingia theater ni upendo, tuonesha ni upendo tu wa dhati. Pole sana. Asante. Bwana, ni mdogo wa marehemu akiwa amezungumza kwa namna yake jinsi ambavyo alizungumza mara ya mwisho na dada yake, lakini ukiangalia kwa upande wa huku unaona watu mbalimbali wakiwa sasa wanachukua usafiri kwa ajili ya kuweza kuelekea uwanja wa ndege kuweza kupokea mwili wa marehemu. Ndio gari ambayo imepangwa. Kaka, habari yako? Salama. Na pole kwa msiba. Asante sana. Labda ulikuwa ukimfahamu Hawa kabla na umekuja kwenye msiba, ni kitu gani ambacho kwa upande wako utakikumbuka kwa marehemu? Aisee, kwanza mimi naitwa Ahmed Rashidi, ni part ya familia. Hawa ni mdogo wangu, nitakumbuka alikuwa mpole, alikuwa mcheshi, anasaidia. Yaani neno fupi naweza kusema ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tumekaa kadri siku 2 mpaka 3 tukiwa tunaomboleza hapa, lakini leo ndio siku ngumu kuliko siku zote kwa sababu ndio siku ambayo tunakwenda kumpokea mpendwa wetu. Labda neno lako brother. Nachoweza kusema ni tunashukuru kwanza kwa majirani kutupa kampani, baadhi ya wasanii wenzake wamefika hapa, ndio tunakwenda kuchukua mwili kwenda kuuzika kesho. Sina maneno mengi ya kusema ndugu yangu. Kila laheri. Asante sana. Bwana, hao ni baadhi ya watu mbalimbali wakiwa wanaondoka kuelekea kupokea mwili kwa maana ya uwanja wa ndege, na hapa ni nyumbani. Mimi ni Gabi Mtanzania na hawa ni baadhi ya watu ambao wako hapa. Kuna wakina mama pia na wakina dada ambao wapo wamejitokeza kama unavyoona huku kwa namna yake ndivyo wanataka kujipanga. Mama, habari yako? Salama. Pole kwa msiba. Asante. Labda utuambie neno lako kwenye siku hii ya leo ambapo tutakwenda kupokea mwili wa mpendwa wetu. Kwa kweli sina cha kuongea, msemaji nafikiri kaishaongea wa familia. Lakini ulipopokea kifo chenyewe cha marehemu Hawa, kwa upande wako ilikuwaje? Unakumbuka kitu gani ambacho labda mlikuwa mkibondi na marehemu, kama ulikuwa ukifahamiana naye kwa karibu? Kikubwa ni huzuni kwa sababu alikuwa ni mtu wa karibu sana na mimi toka tukiwa Mwanza mpaka tunahamia huku. Mimi ni dada yake, lakini yani sina cha kuongea. Pole sana dada. Asante. Ni wakati ngumu, kila mmoja anakosa la kuongea, na unachoweza kusema ni kwamba marehemu aliacha upendo mwingi kwa watu, na kila unayemuuliza anazungumza mazuri ambayo alishawahi kuyafanya before. Hapa ni nyumbani kwao na haya ndio eneo ambapo msiba upo, kama uonavyo kwamba waombolezaji bado wapo kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba wanawafariji wafiwa na mambo mengine yanaendelea. Global TV tuko hapa kuhakikisha kwamba unapata taarifa zote ambazo zinahusiana na msiba huu ambao umegusa mioyo ya watu wengi wa Tanzania ambao walikuwa wanajitolea 1000 zao, 2000 zao kuhakikisha kwamba wanaweza kushiriki kuweza kumfanya dada huyu aendelee kuishi kwa maana ya kupambania afya yake. Nyuma kamera naitwa Simon. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.